hakuna mtu ambaye asiyependa amani. I think kwamba Watanzania wote wanapenda amani na wanapenda utulivu na ni watu ambao wana upendo mkubwa sana wa taifa lao na wana upendo na jamii zote. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kwamba leo hii mtu unamwambia mimi nimeandaa uchunguzi na afu baadaye katika kuandaa ule uchunguzi afu wale ambao wanataka kuchunguzwa bado wakawa wako maofisini. Kwa kifupi, kurudisha amani ni lazima nyote mkubali kukaa kwenye mstari wa kuitaka amani. Kila mmoja akiamua kusimama kwenye msimamo wake, yule ambaye atakayetaka kuja kuunganisha itakuwa ni shughuli kubwa. Habari gani wapenzi watazamaji wa Hans TZ popote pale mlipo ndani na mipaka ya Tanzania. Leo ni kwa mara nyingine tena tunakuja kwenu kwa ajili ya kujadiliana juu ya masuala mazima ambayo yanayojiri hapa nchini. Si mengine, kwa siku ya leo tutaenda kuangazia kwenye swala zima waliotumwa kwa ajili ya kuchunguza matukio mbalimbali hapa nchini yaliyotokea ile Oktoba 29. Hawa jamaa wamechaguliwa na mheshimiwa kwa ajili ya kuja kufanya uchunguzi, ambapo kama tulivyoweza kumsikia mama akisema kwamba atabezi na za issue ya kwanza kabisa, ambapo alizungumza kwamba watakuja kuchunguza kuhusiana na kilichowafanya vijana waweze kuingia barabarani na kufanya demonstration kwa siku ile ya Oktoba 29 ni nini. Lakini pia wakati mwingine pia akasema pia watakuja kuangalia kiasi au vitu ambavyo vilivyoweza kupotea wakati ule wa yale maandamano ya Oktoba 29. Nafikiri vilikuwa kama vitu vitatu, lakini kwa hivyo kuna vingine ambavyo I think kwamba vitakuwa vimeachwa. Kitu gani ambacho kimeachwa ni kwamba kuangalia, sababu hatuwezi tu tukasema kwamba tunaenda kuangalia mali zilizopotea tu peke yake, na wakati huo tunahitaji kuainishwa kwa pamoja baina ya wananchi pamoja na serikali yao, ili turudi tena kule kwenye kufungua ukurasa ule wa nyuma kabisa, ili tuweze kuishi katika maisha yale. Ili tuweze kuishi katika maisha yale na ambayo yatakuwa mpaka raia wameweza kuyakubali kurudi tena kule, ni lazima tuchunguze pia na swala zima la vifo, kwa sababu vifo ni moja kati ya athari kubwa sana katika taifa, kwa sababu unapopoteza watu, na ukiangalia watu waliopotea katika yale maandamano, wengi waliokufa, au tutakapokuwa tunazuiana kwamba tusizungumze kwamba kuna watu ambao wamekufa, tutakuwa hatufanyi jambo ambalo ni zuri kwenye taifa. Ni lazima tujue kwamba athari zimewakuta ndugu zetu na mama pamoja na ndugu jamaa na marafiki wamepoteza wapendo wao. Kwa hiyo ni lazima hawa watu watazungumza kwa namna yoyote ile mpaka pale ambapo machungu yao yatakapokuwa yamepungua, ingawa ni ngumu kuondoka kabisa, kwa sababu kuondokewa na mtu ni swala gumu. Hata kama mtu ambaye anayeondoka tu kwamba alikuwa anaumwa nyumbani akafariki, machungu yake yanakuwa ni yenye kuendelea siku hadi siku, kila unapokuwa unakumbuka ile taswira pamoja na mazingira yake aliyokuwa nayo wakati wa uhai wake. Kwa hiyo na hata hapa wapendwa wao lazima, au wapendwa wetu tutakuwa tunaendelea kuwakumbuka. Kwa hiyo kilichokatakiwa ni kwamba na wao pia walitakiwa wachunguziwe au patikane uchunguzi rasmi ambao utakuwa unakwenda moja kwa moja in deeply kuangalia chanzo cha vifo vyao na kwa nini walikufa siku ile wakati wao walienda kuandamana, na je, kauli ya kuuawa kwao ilikuwa kuwaje na ilitoka wapi na kwa nini wauawe. Hivi vitu vilitakiwa vifanyiwe uchunguzi navyo, alafu baadaye ndio tuje tuangalie kwenye masuala mazima ya mali na matukio mazima ambayo waliokayafanya kwa siku hiyo. Manake inawezekana hawa watu matukio yao yalifanyika kwa hasira, kwa sababu hatuwezi jua kila binadamu ana hasira ya aina yake. Alafu pia tukija tukiangalia kwamba kama ni sababu ambazo zilizopelekea watu kufanya demonstration ya siku ile, I think kwamba tulikuwa tunazungumza siku zote, kwa sababu walikuwa wanatoa katika mabango ya aina tofauti tofauti, na maanisha kwamba walikuwa na vipeperusha ambavyo walikuwa wakisambaza mitaani pamoja na kwenye mitandao ya kijamii, sababu ambazo zilizowapelekea wao wafanye hiyo demonstration. Kwa hiyo naona kwamba hili halikuwa na haja sana la kuingia in deeply kwamba kutafuta mtu wa kwenda kulichunguza. Tutakiwa tu
au kutumia muda pamoja na pesa nyingi kwa ajili ya kwenda kulichunguza, sababu nafikiri tayari walishaweka wenyewe wakati ule ambapo tuliokuwa tukiona kama mzaha, na Waswahili husema kwamba mzaha basi watausaha. Kwa wakati ule wao tunaona mzaha yale waliokuwa wakiandika kwamba sababu za kuandamana kwetu tarehe hiyo itakuwa ni hizi. I think kwamba ndio sababu ambazo zilizowafanya wao wakaingia mtaani. Kwa hiyo sasa zile sababu ndizo tutakiwa tufanyeje, tudili nazo na kuzifanyia kazi. Inawezekana mpaka sasa kwenye mioyo ya vijana waliokuwa wengi zinaendelea kufanyeje, kuwafurukuta mpaka pale ambapo watakapokuwa wamefanikisha aidha au pale watakapoona wenyewe kwamba kwa sasa hivi tunahitaji kutulia na kuishi tena katika maisha yale ya mwanzo. Kwa hiyo nje ya hapo ni kwamba bado kama tutakuwa hao watu waliokufa hatujaweka katika mahesabu ya kuchunguza, na kama tunaenda kuchunguza pia ni lazima kama tunavyosema kwamba huwezi kumchunguza mtu akiwa ndani ya ofisi. Kama kuna tutakwenda kweli kuchunguza mafaji pamoja na matukio ya siku ile, lazima wakubwa ambao wanahusika na matukio au katika mazingira mazima ya kulinda usalama wa taifa wanatakiwa wapishe katika maofisi ili waweze kupisha uchunguzi, ili tuweze kupata ile taswira nzima ya kwamba kweli kinachofanyika kwamba kinakwenda moja kwa moja kuwapa majibu sahihi wananchi ili waweze kutulia. Kwa sababu hapa tunachokihitaji ni kwamba kutafuta utulivu wa wananchi waweze kutulia na waishi kama au tuishi kama vile tulivyokuwa tukiishi zamani, kwa kuithamini serikali yetu na kuipenda serikali yetu na kuishi nao kwa pamoja. Kwa hiyo hapa ni lazima wapishe iandaliwe process ya kupisha wachunguzi, kwamba hauwezi kumchunguza mtu kwamba leo nakuchunguza mimi nakuja kuchunguzwa kwa ufanyaji wa jambo fulani au kwa tukio fulani lililotokea siku fulani, atakuwa mimi mwenyewe bado nipo ofisini, alafu utakuwa unanihoji mimi. Je, utakaponihoji nitakupa majibu sahihi? Ni ngumu kukupa majibu sahihi. Ni lazima nipishe ule uchunguzi ufanyike, alafu baada ya kupita kwa ule uchunguzi ndipo tuje tuangalie kwamba je, anastahili kuwepo katika yale mazingira ya hiyo kazi au hastahili kuwepo katika hayo mazingira ya hiyo kazi. Lakini tukiendelea kufumbia macho, tukaendelea kuwaacha kwa ajili ya kwamba tunachunguza hiki na kila alafu baadaye ndio tuje tulete majibu, bado tutakuwa tunaendelea kuwafanya raia wetu au kuwafanya raia wajione kwamba hawathaminiwi katika taifa lao. Ili tuandae thamani ambayo itakuwa tunataka tuiandae katika ule umoja wa kweli ambao tunaokusudia, ambao utakuwa ni wenye upendo kama zamani. Kwa hiyo ni lazima hapa ili gap liondoke linalofanya kwamba wengine wajione kwamba hawana thamani katika taifa lao. Kwa sababu kama utakuwa umeenda moja kwa moja ukawa umechukua watu ambapo kama nilivyozungumza mara ya kwanza kwamba anaenda kufanya uchunguzi kwenye ofisi ya mtu ambaye bado yupo pale ofisini, hapa pana ugumu kidogo. Na tukija kwenye upande wa uchaguzi, ili tuweze kuchunguza ule uchaguzi wa Oktoba 29 ambapo wananchi wanauzungumza sana katika mitaa mbalimbali pamoja na mitandao mbalimbali juu ya yale yaliyojiri siku ile na matukio yake jinsi yalivyokawa. Kwa hiyo kama tunaenda kule nako kwenda kuchunguza, ni lazima wale wahusika au tuseme wale wakubwa ambao wanaohusiana na ile tume huru ya uchaguzi nao wanatakiwa wapishe uchunguzi, waweze kuwekwa nje kwa muda mpaka pale ambapo uchunguzi utakapokuwa umekamilika, wanakuja kutuletea majibu, alafu ndo yatapatikana majibu ya wao aidha kuendelea na kazi katika hayo maofisi au kutafuta namna nyingine ya kuweza kufanya ili maisha yarudi kama zamani kwenye nchi yetu. Hakuna mtu ambaye asiyependa amani. I think kwamba Watanzania wote wanapenda amani na wanapenda utulivu na ni watu ambao wana upendo mkubwa sana wa taifa lao na wana upendo na jamii zote. Kwa hiyo ili tulinganishe na mazingira, hatuna kitu kingine ambacho tunaweza tukaforce sasa hivi kwamba tuwaforce wa Tanzania waweze kuelewa hiki. Tutakuwa ni sawa sana kwamba samaki ambaye tayari kashakunjwa tangu mara ya kwanza akiwa mbishi kashakauka, alafu sasa hivi unataka umkunjue. It means kwamba unachokwenda kukifanya na kwenda kufanya unaenda kumvunja. Kwa hiyo ili lazima tukubali kwamba hata mzazi ndani ya nyumba unaweza kukuta kwamba mzazi umemkosea wakati mwingine na unajua kabisa kwamba mimi baba nimemkosea, na unajua kabisa kwamba na baba mwenyewe anasema ndani ya nafsi yake au mama anasema ndani ya nafsi yake kwamba mimi bwana nimekosea kwa kiasi kikubwa, haiwezekani mwanangu kanifanyia hiki. Lakini anarudi nyuma yeye mwenyewe mzazi akamsamehe mwanawe, akaishi naye kwa upendo
na unaona, na akaanza kumuelekeza, ishi hivi, fanya hivi mwanangu, fanya hivi, na mtoto naye atakapojua kwamba kweli mimi nilikosea, kwa hiyo anarudi tena vizuri kwa kutafuta amani na kutafuta upendo wa wazazi wake, anarudi tena vizuri. Kwa hiyo mzazi au kiongozi mkubwa ni lazima wakati mwingine unatakiwa ujirudishe nyuma kidogo, yani uwe na subira juu ya yale ambayo yanayokutokea, na pia uandae ile hali ya kwamba kuyapokea matukio mbalimbali bila hata kutoa adhabu kali au bila hata kuonyesha kwamba mimi msimamo wangu uko hivi tu. Kuna wakati msimamo wako unatakiwa urudisha, hata kama unajua kabisa kwamba ule msimamo wako una matokeo mazuri kwako, lakini kuna wakati unatakiwa uonyeshe kwamba huu msimamo hata kama una matokeo mazuri kwangu, nataka nirudi tena niwe nao pamoja hawa, nisije nikafanyeje nikawaacha wanangu. Kwa hiyo ili uonyeshe kwamba unataka urudi uwe nao pamoja, ni lazima wakati mwingine ufuate kile kidogo wanachokitaka, ili mradi taifa lisonge mbele. Kwa hiyo ndio hivi ambavyo tunavyoviomba kwa viongozi wetu, wawe na subira na pia wawe wasikivu kwa raia wao, na wajenge ule umoja wa kweli, kwamba hata kama tunajua kabisa kwamba anaweza kama anajua kwamba mimi nimekosewa, au raia akajua kwamba mimi nimeamua kumkosea huyu, lakini sasa kutokana na kwamba ili tuijenge hii nyumba yetu moja ambayo tunajenga kwa mifupa mimoja na nyama moja, basi ni lazima mmoja akubali kurudi chini kidogo ili kuweza kulijenga, ili kuweza kujenga ile umbo au ile shape ambayo tunayohitaji ili iweze kudumu katika taifa letu. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kwamba leo hii mtu unamwambia mimi nimeandaa uchunguzi, na afu baadaye katika kuandaa ule uchunguzi afu wale ambao wanaotaka kuchunguzwa bado wakawa wako maofisini. Raia hawezi kukubali hilo, na tutaendelea kuishi katika mazingira ambayo ni ya ajabu, kwa sababu sasa hivi tumeshaambizana au tunajua wazi kwamba serikali imetutangazia kwamba tunarudi tena katika mazingira yetu ya mara ya kwanza, tunafanya kazi zetu, lakini bado kuna mambo mengi ambayo kidogo yanaleta ukakasi. Kwa mfano tunaweza kukuta kwamba jopo la wanajeshi bado linaendelea kutuzunguka, bado majopo ya mapolisi kila uchwao na kadhalika. Kama hivyo tunaweza kusikia kwamba wameenda wamechunguza mpaka wameenda kukuta kwamba kuna jamaa sijui 12 huko walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya hayo matukio yao ambayo walioamua kuyafanya. Hatujui kama ni kweli au ndo propaganda za kimitandao, hatuwezi kuelewa. Lakini kwa kifupi, kurudisha amani ni lazima nyote mkubali kukaa kwenye mstari wa kuitaka amani, na ili muandae hivi vitu ni lazima muwe mnakubaliana, yani mmoja awe anamkubalia mwenzie na huyu awe anamkubalia mwenzie, hapo ndipo itapatikana solution ya kweli. Lakini kila mmoja akiamua kusimama kwenye msimamo wake, hiyo solution ambayo tunayoitaka haitoweza kuja kirahisi hivyo. Lazima kutakuwa na ukakasi mkubwa, na bado taifa litaendelea kuwa katika ile hali ya mmomonyoko ambao hata yule ambaye atakayetaka kuja kuunganisha itakuwa ni shughuli kubwa. Kwa hiyo ili tuandae kitu ambacho tunachokitaka, ambacho kinachoendelea kwa kila siku, lazima yule mkubwa akubali kurudi kidogo nyuma ili aendane pamoja na wale ambao tunaowaita watoto wake, na ndivyo tutakavyokuwa tumelijenga taifa letu kwa uzuri kabisa.